naye amekimbia. Kwenye laini ya simu. Halo? Halo mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bila shaka ni Matayo, mshauri wa kina mama, ukipiga simu kutoka Tanganyika Packers. Amen. Ndio, karibu. Kwanza mbali hapo studio watu wangu na walimu hapo. Walimu wanakusikia. Asante sana. Walimu mmesalimiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Matayo. Amen. Kwanza kabisa hongereni kwa kipindi hiki na kutuweka sawa katika mwenendo inayostahili kuendelea naye katika utukufu wa Mungu. Sasa tulikuja kwenye maada kwamba kwa kweli jambo la uongo kwanza ni akiba ambayo mwanadamu anajiwekea mwenyewe na kujijengea mazingira magumu ya maisha yake ya baadaye au ya familia yake. Kwa sababu uongo unamfanya mtu kwanza akae mbali na Mungu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na utakatifu wa Mungu unamweka mwanadamu sawa kuwa karibu naye pale mwanadamu anaposema ukweli. Lakini anaposema uongo, basi Mungu anakaa mbali naye. Kwa sababu Mungu dada na mwanaume naye yote ile kwenye mahusiano yangu kuja leo kujikuta kwenye mahusiano yake, kumbe alishakuwa mara kwanza. Ndio Mwalimu Masiniga. Yes. Kwamba basi yeye amejiandaaje kuwatembelea basi vijana hasa vijijini ambaye basi bado hawajitambua katika safari yao, ili basi kuwafundisha. Sababu kwa kweli wengi hawana mafundisho hasa katika hii sehemu ya udanganyifu. Yeye kama mwalimu amejiandaaje kuwatembelea vijana zaidi kuliko kama mjini aje pia vijijini? Amen. Shukuru sana kwa swali zuri. Haya, na ni Matayo, mwalimu anakwenda kujibu. Amen. Haya, mwalimu, umeulizwa swali na Matayo, mshauri wa kina mama. Wewe kama Masniga, ndio kama Masniga, hiyo umesema hilo ni jina la kisanii. Ndio. Jina lako lile lingine Fortunatus. Ndio. Ameuliza kwamba unawafikiaje vijana kule kijijini ili basi kuwapelekea ili waweze kuacha ahadi za uongo. Nashukuru sana kwa swali zuri la Bwana Matayo. Kwa kweli Mungu wetu ni mwenye rehema sana. Mimi nimejitambulisha kwamba niko kwenye sanaa na ninafanya sanaa ya uigizaji na sanaa ya uimbaji. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuwafikia popote walipo kupitia filamu zetu tunazozifanya, kupitia nyimbo zetu tunazoimba. Kwa hiyo nimejipanga vizuri kuweza kuwafikia kila sehemu. Ndio maana leo niko hapa na nasikika kila sehemu, pia ni kwa sehemu kubwa. Kwa hata ninapopata nafasi ya kwenda vijijini, huwa siishi kuwaasa na kuwaelimisha nini cha kufanya zaidi kwenye hii ahadi ya uongo tunazozizungumza. Napenda sana huwa kuwaelimisha kwamba ahadi za uongo ni kitu gani na ni nini madhara ya ahadi za uongo. Kwa hiyo vijijini nako nimejipanga vizuri na jaribu kutembelea vijiji aina mbalimbali kwa ajili ya huduma ya sanaa ambayo pia inahusisha huduma ya kiroho. Asante sana. Kwa hiyo unasema kwa njia ya sanaa unawaelimisha. Ndio. Asante sana Masniga, Mungu akubariki. Amina.
msikilizaji wa Safina Radio FM katika kipindi chako kizuri kabisa unachokipenda, kipindi cha kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, kipindi ambacho kinakujia kila siku za Alhamis mara inapotimia saa 3 usiku, na mara wake ni siku ya Jumapili muda huo wa saa 3 usiku, ambacho kina lengo la kukuletea simulizi ya mtu aliyezaliwa na Mungu, jinsi ambavyo anaweza kuushinda ulimwengu. Tunajua kabisa kwamba Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alisema yu aja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwangu. Lakini pia si hilo tu, akasema kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu huyo huyo anapomzaa mtu mara ya pili kwa njia ya neno lake, basi ameahidi kabisa kwamba mtu huyo atashinda kama yeye. Na mara nyingi hapa duniani watu wamekuwa wakipita katika mambo mengi na wamekuwa wakikata tamaa katika maisha yao kwenye maeneo mbalimbali, madeni na vitu mbalimbali ambavyo wanakutana navyo. Lakini kumbe bado liko tumaini kwamba mtu akitaka kuushinda ulimwengu, kushinda hayo yote, ni lazima azaliwe mara ya pili. Tumekuwa na msafiri wetu ambaye anaitwa Obadia, ambaye amezaliwa kule mkoani Singida, na wazazi wake wakawa wanapita katika kipindi kigumu cha njaa, ambapo walikuwa na uhitaji wa mbegu, na wakamwendea bibi moja ambaye ni wa jamaa katika familia yao. Lakini pale hawakwenda kuhitaji chakula, pale walienda kuhitaji mbegu kwa ajili ya kupanda. Sasa mbegu hiyo walipewa kwa masharti kwamba chukua mbegu hii, lakini nahitaji matango 3. Ni kweli kabisa kwamba walipanda ile mbegu ya mtama, walivuna kweli kweli. Lakini baada ya hapo bibi alipopelekewa matango akasema, hapana, ni kweli mmevuna matango, mmevuna mtama kwa wingi, lakini mimi sikuwa na maana hiyo kwamba ninachohitaji ni matango kweli kweli. Mimi nilikuwa na maanisha watoto 3. Hasa katika kuhamaki na kushangaa, ni kweli kwamba mtoto mmoja akaanza kuugua usiku, asubuhi ameshafariki. Hawajakaa vizuri tena, mwenzake ndani ya wiki hiyo mwenzake ama mdogo wake naye kaugua, naye kafariki. Ndugu na majirani na wanakijiji wakasema kwamba lazima huyu mzee ajieleze kwamba kwa nini watoto wanakufa hivi tena kwa mfululizo, lazima atueleze ni nini kinawaua watoto. Bibi yule mzee yule akajieleza kwamba alienda kuomba mbegu, na yule bibi akamwambia kwamba hiyo mbegu anaitoa kwa masharti ya kupata matango 3. Na alipoulizwa yule bibi akasema, ni kweli mimi nilitoa mbegu na kweli amevuna, na siwezi kutoa mbegu bure, kwa nini nimechukua 3, ni kweli wapo, lakini siwezi kuwarudisha. Kwa hawezi kurudi tena kwa katika hali ya kawaida, na bado nina deni la mtoto mmoja, tango moja. Ilibidi wakimbie katika hali ya kimwili. Lakini nikakwambia kwamba roho haikimbiwi kimwili. Kwa sababu roho inaweza ikapita mahali popote, ikafika mahali popote. Inawezekana hata unakimbia roho kwa namna hiyo, labda roho zinazokutesa na kukusumbua. Lakini kuna njia moja ambayo unaweza usimkimbie shetani, bali ukawepo shetani akakukimbia. Maana imeandikwa, mpingeni shetani naye atawakimbia. Obadia amefika mahali ambapo sasa amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini mzazi mmoja yuko gerezani, mzazi mmoja yuko kijijini, na yeye pia yuko kijijini, lakini amezaliwa na Mungu ama amezaliwa mara ya pili. Lakini pale anapoishi mzazi ambaye ndiye anamtegemea, ambaye ameandika kwa jina lake kwamba huyu ndiye baba, maana yake baba kwanza hakumlea tangu mwanzoni, alilelewa na upande ule wa bibi. Lakini pia baba sasa hivi yuko gerezani. Hata alipomjua huyu baba anamkataa, anamwambia kwamba wewe sio mtoto wangu, chagua mawili, kuchunga uishi hapa ulale, ama uokoke nisikuone hapa nyumbani. Hapo ndipo tulipoishia. Mimi na wewe hatujui nini kitaendelea katika maisha mapya ya Obadia baada ya kuzaliwa mara ya pili, ama baada ya kuzaliwa na Mungu. Je, Obadia atachagua fungu lipi? Kuondoka nyumbani ama kuacha wokovu ili abaki nyumbani? Kumbuka kwamba ili aweze kushinda ni lazima azaliwe mara ya pili ama azaliwe na Mungu. Tayari ameshapata nuru hiyo ya kuzaliwa na Mungu, lakini masharti ndio hayo kwamba chagua moja.
Obadia yuko ndani ya studio, tuungane naye tujue ni nini hasa ambacho atachagua. Jina langu naitwa Juvina Belimsuya, karibu tuungane kwa pamoja. Baada sasa ya maneno mazito ya babu, nini kiliendelea? Basi babu akasema hivyo. Babu alipoongea hivyo, na mimi sasa nikapiga hesabu, nikaona hapa mama hana uwezo, na mimi hapa ndio huyu ambaye kama nguzo niliyoitegemea hapa, sina pa kukimbilia, na mimi bado mdogo, nitakimbilia wapi? Basi ikabidi nikawa sikumpa jibu ya kwamba nimechagua lipi. Mimi nikanyamaza tu. Niliponyamaza, kesho yake nikawa naendelea shuleni. Nikitoka shuleni nipo hapo, yeye akawa anasubiria siku ya Jumapili, ili hapo sasa ndio hapo ajue ya kwamba mimi nitaenda kanisani au nitabaki kwenda kufanya kazi. Basi kweli siku ya Jumamosi hapo yeye akasema kesho, akanipangia na mimi akasema kesho mnaenda kulima sehemu fulani na ng'ombe mbugani huko. Basi kesho yake kweli, maana babu alikuwa nikorofi kweli. Basi na mimi kesho yake ikafika hapo, tukafunga ng'ombe tukaenda kulima. Sikwenda kanisani. Tukaenda tukalima, tulipolima tukarudi hapo, lakini ndani naniuma kweli, yani ndani najisikia kabisa ya kwamba yani tangia nilipoombewa pale, kile kitu ambacho kilikuwa yani kama wale waliokuwa wananitesa, yani nilipoombewa tu pale hawakunigusa tena. Lakini umeogopa kwenda? Nimeogopa kwenda kanisani. Manake hiki kitu kimezaliwa na Mungu. Ni mtoto mchanga. Anahitaji maziwa. Biblia inatuambia kwamba ni yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa hapo mpenzi msikilizaji, utaelewa kwamba huyu ni kiumbe tayari kimezaliwa. Kwa mwili nje ni mtu mzima, lakini ndani ni mtoto mchanga kabisa. Kwa ni mtoto anahitaji maziwa kwa mama. Kwa hiyo hajaenda kanisani, maana ana njaa, ndio maana moyo unauma. Basi mimi sikwenda kanisani, moyo kawa unaniuma hapo. Tukaendelea. Baada ya siku yule babu akasema, baada ya siku kidogo, yani kama wiki mbili mbele hivi, kaka zangu walikuwepo. Huyu sasa ambaye tulienda mnadani, nakumbuka mara ya kwanza nilisema kwamba tulienda naye mnadani, akaninunulia kaputula 2500, ndipo babu alipochukia. Sasa na mjomba wangu, kwa hiyo na dada yangu huyu ambaye alikuwa anadondokaga nani, akidondoka anazimia, na wao walikuwepo na mwingine binamu yangu. Kwa hiyo katika pale wao ndio walikuwa watu wazima, wao ndio waliokoka. Sasa wao walipookoka, sasa na wao ndio yule mhubiri ndio wao walimleta kupitia ile sasa kanisani kwao kule, ndio ile kanisa lilikuwa bado changa sasa kule. Sasa ikabidi sasa mimi nilipookoka, sababu wao wenyewe walipokuwa wanaokoka walikuwa wanapingwa na babu. Yani mara nyingine wanaambiwa kesho tunaenda kulima, wao hawaendi kulima. Kwa hiyo asipoenda kulima, babu hawabakishi chakula anapotoka kanisani na jioni awali. Kwa sababu wao walishakuwa wakubwa, kwa hiyo walikuwa wanastahimili tu yale. Sasa mimi nilipokutana na yale, sasa ndio mimi